Joina licha ya kuwa ni shabiki na mwanachama wa Young Africans, lakini leo alikuwa anashuhudia mchezo wa Wekundu wa Msimbazi dhidi ya Mashujaa, ambapo Wekundu wa Msimbazi wamepata ushindi wa goli 3-0 kwa wenyeji wao Mashujaa pale Lake Tanganyika. Kwa upande wako Joina, kwanza matokeo umeyapokeaje siku ya leo? Matokeo nimeyapokea kama yalivyotoka, kwa sababu ule ni mpira na wote walikuwa wapo kwa ajili ya kutafuta alama 3. Simba walikuwa wanatafuta alama 3 kutoka kwa Mashujaa, ndio wamepata alama 3 na Mashujaa wameweza kupoteza game ya leo au wameweza kupoteza mchezo wa leo. Kwa hiyo walivyopata hizo alama 3, bado sisi tuna gap ya alama 2 kutoka kwa Simba ambao ni wapinzani wetu, ambao sisi tupo nafasi ya kwanza nao wanafukuzia nafasi ya pili. Lakini hadi sasa bado sisi tunaendelea kuwa nafasi ya kwanza kwa sababu tuna gap la alama 2 na michezo bado ni mingi ambayo inakuja mbele yetu. Kwa hiyo kutokana hiyo michezo ambayo inakuja mbele yetu, Simba hawezi akajisifia sana na wala Simba hawezi akasema kwamba ndo kashaua game, bado hajaua, kwa sababu michezo iliyobaki ni mingi. Wote tumeshafika kwenye michezo wote, kila mtu kashacheza michezo yake 23, na ile michezo 23 na michezo iliyobaki ndio itakayoenda kuamua nani ambaye ni bingwa, nani ambaye sio bingwa. Kwa hiyo mimi ambacho nawaomba wapinzani wenzangu hawezi wakajisifia sana, kwa sababu game ambazo zimebaki bado tunaweza tukafanya vizuri zaidi. Unaiona Young Africans kuongeza pressure mara baada ya Simba kushinda? Mimi bado naweza nikasema Yanga bingwa. Hadi sasa hivi naweza nikasema Yanga bingwa, kwa sababu hadi sasa hivi bado ni bingwa, kwa sababu bado tupo nafasi ya kwanza, hatujapoteza. Bado tupo nafasi ya kwanza. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu bado naiona Yanga ni bingwa. Vipi kwenye pressure? Kwenye pressure kikubwa ni kuimarisha kikosi. Lakini kusema kwamba tuna pressure sana, hatuwezi tukua na pressure, kwa sababu kikosi bado ni kizuri na bado tuna wachezaji wazuri ambao wanaweza wakafanya vizuri kupitia michezo ambayo imebaki na tukaweza kupata ushindi mzuri. Leo kikosi cha Young Africans kimewasili Dar es Salaam pale kwenye stesheni za SGR, na mara baada ya kushuka wachezaji hawakuonekana kama wana hali ya kutaka kuongea na waandishi wa habari ama kuongea na wanachama wake wa Young Africans kupitia vyombo hivi vya habari. Pengine hii imechagizwa na yale matokeo yaliyotokea siku ya jana? Mimi naweza nikakiri kwamba matokeo ya jana yamewavunja moyo kama wachezaji, kwa sababu walijiandaa kwa ajili ya kushinda, hawajajiandaa kwa ajili ya kupoteza. Kwa hiyo walijitahidi kuwa kwenye mudi ambao sio sawa kwa sababu ya kupoteza. Hata kama ni wewe ukifanya vibaya ni lazima utaumia kwa namna moja ama nyingine. Pia hata sisi mashabiki kuna namna moja ama nyingine unaweza kukuta mashabiki wanaweza wakamzonga mchezaji akatoka kwenye confidence ya kujiamini kwa sababu kashapoteza, lakini yote kwa yote bado wana game ambazo zinakuja na imani watafanya vizuri. Leo kwenye vyombo vya habari mjadala mkubwa ulikuwa ni wa Djigui Diarra, kile ambacho alikionyesha siku ya jana, kwa namna ambavyo Djigui Diarra ameshika gumzo sana la vyombo vya habari na kujadiliwa katika mijadala mingi ya kimichezo. Nini ambacho unakiona kwake na hatima ya Young Africans? Hatima ya Yanga naweza nikaiacha kwa viongozi na benchi la ufundi na mwalimu, ila kwa Diarra kuzungumziwa, si ni mchezaji anaweza kama amekosea kwa namna moja ama nyingine kwa jinsi ambavyo wao wanaona kwamba kakosea, lakini bado simuoni kwamba yupo kwenye performance mbaya ya kusema kwamba inaweza kumtoa mchezoni. Ni hapana, kwa sababu bado ni golikipa mzuri na bado anashikilia nafasi ya golikipa na bado anafanya kazi yake kama golikipa na bado anajitahidi kwa ajili ya kitu ambacho anakifanya. Pia ni mtu ambaye anatamani timu yake ifanye vizuri, na kwenye kazi hamna mtu ambaye anatamani timu yake iweze kufanya vibaya. Kwa hiyo hapo ndipo ambapo amekuja kuona kwamba labda watu ambao wanamzungumzia kwa kile alichokifanya kinaweza ikawa ni kibaya machoni petu, au kikawa yeye mwenyewe hakijampendeza, labda ndio maana aliamua kufanya vile, kwa sababu amejikuta amepoteza ambapo hakutegemea kwamba angepoteza. Nimeongea na moja ya shabiki wa Wekundu wa Msimbazi akaniambia ya kwamba Djigui Diarra hivi sasa na Soa ni kitu kimoja, yani wanafanana. Wewe unaliona hilo? Hapana, mimi nakataa. Djigui Diarra bado atabaki kuwa bora. Diarra ni bora, Diarra bado ambaye yupo kwenye timu bora, na bado kwangu mimi naweza nikakiri Yanga bado ni bingwa na Yanga bado ni upande wa nidhamu. Kwenye upande wa nidhamu kwa alichokifanya naweza nikasema kwa mimi kama mshabiki, kuna ile ambayo tunaweza tukachukulia kishabiki, tunaweza tukasema Diarra kakosea ili aweze kuomba msamaha kwa viongozi au kwa mashabiki. Tunaweza tukasema kwa upande wa nidhamu, kiukweli kuna kitu ambacho anaweza kama amekionyesha, aidha hatujui. Wanamfananisha na Soa. Kumfananisha na Soa hapana, kwa kweli. Kumfananisha na Soa hapana.
Hapana, kwa sababu kila mtu ana namna yake ambavyo anakosea. Kwa hiyo ukija kumfananisha na Soa anakosea kivyake na Diarra pia kakosea kivyake, na kila mtu, hamna mtu ambaye anaweza kumfananisha mtu na mwingine. Ni kitu ambacho mimi nakikataa kiukweli. Kwa Diarra hata kama ameonyesha nidhamu mbaya au Soa ameonyesha nidhamu mbaya, lakini Diarra ni golikipa, Soa ni mchezaji. Kwa hiyo kila mtu ana namna yake ambavyo ameweza kukosea. Ila kumfananisha mimi nakataa, bado siwezi kumfananisha Soa na Diarra. Kwa kweli hilo mimi nalikataa, siwezi kuwafananisha. Kituo kinachofuata kwa Young Africans na dhidi ya JKT Tanzania pale Meja Jenerali Isamuhyo, nini ambacho unakiona kuelekea kwenye mchezo huo? Mimi kwangu mimi naweza nikasema bado naona Yanga kuwa ni bingwa. Kwanza tukizingatia game itakuwa ipo nyumbani. Kwa hiyo ni game ambayo tutaweka performance vizuri, tutaperform vizuri ili tuweze kupata alama 3 ambapo tutaendelea kuwa tupo nafasi ya kwanza, ambapo tutaendelea kuwa juu ya mpinzani wetu. Hiyo itakuwa ni knockout kwenye michezo ya FA, yani CRDB Federation Cup. Unaiona Young Africans ikivuka katika hatua ya nusu finali? Naiona Yanga yangu ikivuka nusu finali kwa sababu Yanga ni timu kubwa na ni timu ambayo naiamini na ina wachezaji wazuri. Kwa hiyo mimi kwangu mimi naweza nikasema Yanga naiona bado ni kubwa na ambapo inaweza ikafanya vizuri na ikashinda. Uwanja ule unakuwa mgumu sana kwa Young Africans kwa maana ya kihistoria. Wewe unaona Young Africans anaenda kufua dafu kwa JKT Tanzania? Hamna uwanja mzuri kwenye timu yoyote. Kila uwanja huwa inategemeana we mwenyewe ambavyo utatumia mpira, ambavyo utacheza, ambavyo we mwenyewe kama mchezaji utajituma, ambavyo benchi la ufundi litakavyofundisha namna ya kucheza. Ila katika viwanja hamna kiwanja ambacho ni kizuri. Unaweza ukakiona kiwanja hicho ni kizuri lakini bado kikakutoa mchezoni, na unaweza ukakiona kiwanja ambacho ni kibaya lakini bado kikakuweka mchezoni. Kwa hiyo kwenye swala la kusema kwamba kiwanja ni kibaya, kinaweza ikawa kibaya kwa sababu labda uwanja wa Meja Jenerali labda mvua ikawa imenyesha, ndio tunauona kwamba ule uwanja ni mbaya, lakini bado mkifika kama mna performance nzuri bado mtaweza kufanya vizuri na matokeo mnaweza mkayapata. Kwa upande wako nini ambacho unawaambia mashabiki wa Young Africans katika nyakati hizi? Mimi napenda kuziita ngumu, sijajua kwa upande wenu mnaziita rahisi, ila mimi ninavyotazama Young Africans ana kipindi kigumu kwa maana ya matokeo yasiyofurahisha, afu anaelekea kwenye michezo mingine yenye pressure zaidi. Mimi ambacho naweza nikawashauri mashabiki wenzangu, mimi kama shabiki wa Yanga naweza nikawashauri mashabiki wenzangu tuendelee kuisupport timu yetu, tuendelee kufanya kila kitu kwa ajili ya timu yetu kuweza kufika mbali. Bado tunakuja msimu ambao ni msimu wa kukata kadi, wa kulipia awamu ya pili ya msimu. Kwa hiyo bado mimi naweza nikashauri wa mashabiki tusife moyo, tuisapoti klabu, tulipe ada kama wanachama ili klabu yetu iweze kufika mbali, na pia wanachama tusife moyo kwa sababu kufungwa mara moja ni michezo mingapi ambayo tumeshinda. Tumeshinda michezo mingi sana kupitia ligi ambayo ipo mikononi mwetu. Tumefungwa mchezo mmoja, kwa hiyo bado hatuwezi tukafa moyo kiasi hicho. Africans na desturi yenu na vile ambavyo mnaonekana, wengi hampendi kuonekana katika maeneo ya viwanja. Pengine nini ambacho unawaambia katika michezo migumu yenye pressure zaidi ambayo inahitaji mashabiki? Mimi ninachoweza kuomba mashabiki tujitokeze kwa wingi uwanjani kuisupport timu yetu kwa sababu ni timu yetu na kila mtu anaipenda. Na sisi mashabiki kama mashabiki lazima tuweze kuisupport timu yetu, na ninachowaomba mashabiki wenzangu tuweze kujitokeza kwa wingi, tuweze kufika uwanjani, tuisupport timu yetu. Tutakapofika uwanjani moja kwa moja wachezaji kwanza watapata morali ya kucheza vizuri kwa sababu wataona mashabiki wenzao wamewabeba, mashabiki wamefika uwanjani, mashabiki wamekuja kuwasupport, na wachezaji watafanya vizuri ili kuweza kuwafurahisha mashabiki kwa sababu hata wachezaji wenyewe wanatamani mashabiki wao waweze kufurahi. Kwa hiyo mimi ninachoomba mashabiki tuweze kufika kwa wingi uwanjani, tuisupport timu, tulipe ada zile ndizo zitakazozifanya wachezaji waweze kupata mishahara mizuri na wachezaji waweze kufanya vizuri. Shukrani sana Joina. Asante.